Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya ibada ya Ijumaa Kuu. Nakumbusha kwamba Ijumaa Kuu hakuna misa, ila kuna adhimisho kubwa la maana yake ibada ya kuadhimisha mateso ya Bwana. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya 52 aya 13 hadi sura ya 53 aya ya 12. Wimbo wa katikati ni Zaburi ya 31. Na somo la pili ni waraka kwa Waebrania sura ya 4 aya 14 hadi 16, na kwenye sura ya 5 aya ya 7 hadi 9. Injili ni ya Yohane sura ya 18 aya ya kwanza hadi sura ya 19 aya ya 42. Ndugu zangu, katika Juma Kuu, kuanzia Jumatatu Kuu isipokuwa Alhamisi Kuu mpaka Ijumaa Kuu, huwa tunapata somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Isaya kuhusu mtumishi wa Mungu. Wataalamu wa maandiko matakatifu hutaja masomo hayo katika Isaya sura ya 42 na katika sura ya 49 na katika sura ya 50 na katika sura ya 52 kuelekea 53. Hayo yote yanatajwa kama nyimbo za mtumishi wa Mungu anayeteseka. Kila wimbo unaleta kipengele kinachomtambulisha mtumishi wa Mungu. Kwa mfano, katika Isaya 42 mtumishi wa Mungu hutambulishwa kuwa nuru ya mataifa na kuyafunua macho ya vipofu. Na katika sura ya 49 ya Isaya mtumishi wa Mungu hutambulishwa, kuna kipengele kinacho mtambulisha kama mtu aliyepata wito tangu akiwa tumboni, na mtu ambaye anaumizwa na matokeo hafifu baada ya utumishi mgumu. Maana yake watu kutoongoka kunamuumiza mtumishi wa Mungu. Na katika sura ya 50 mtumishi wa Mungu anatambulishwa kama msikivu kwa Mungu, na yule ambaye anavumilia mateso na fedheha, lakini akaendelea kumtumainia Mungu. Lakini katika sura ya 52 kuelekea sura ya 53, ambao ni somo la kwanza la Ijumaa Kuu, mtumishi wa Mungu anatambulishwa kama mtu wa kudharauliwa, wa kuteswa, wa kuonewa, wa kupigwa, lakini pia wa kunyenyekea, lakini pia wa kuuawa, wa kuzikwa pamoja na wabaya. Na mtumishi wa Mungu akachukua maovu ya wabaya na kuwafanya wengi wawe wenye haki, na mtumishi wa Mungu akaona mazao ya tabu ya nafsi yake na kuridhika. Mtumishi wa Mungu akawaombea wakosaji. Na mwanzoni wa hilo somo, mtumishi wa Mungu anatenda kwa busara. Anatambulishwa kama mtu anayetenda kwa busara, lakini pia mtu atakayetukuzwa na kuinuliwa juu. Basi tuseme kwamba hivyo ni vipengele katika masomo hayo yote vinavyomtambulisha mtumishi wa Mungu. Sasa mtumishi wa Mungu anaweza akawa ni nani? Mtumishi wa Mungu anaweza akawa kwanza taifa la Israeli, ambalo ni taifa teule la Mungu kwa ajili ya kumjua Mungu, kumcha Mungu, kumpenda Mungu, kumtumikia Mungu na kuwa nuru kwa mataifa mengine yote, ili nayo baadaye yamjue Mungu na yamche Mungu. Hilo ilikuwa ni taifa likitambulishwa kama taifa ambalo ni
taifa kama mtumishi wa Mungu. Lakini pia namna ya pili ya kutambua mtumishi wa Mungu ilikuwa ni kama kumtambua katika utume wa nabii. Nabii yeyote alitambulishwa, anaweza akawa atambulishwa kama mtumishi wa Mungu. Namna ya tatu ni mtumishi wa Mungu anaweza akawa kuhani wa Agano la Kale na hasa kuhani wa Agano Jipya. Maana yake sisi mapadri ni makuhani wa Agano Jipya. Kwa namna moja ama nyingine tunakuwa watumishi wa Mungu. Halafu wakati mwingine mtumishi wa Mungu namna ya nne inaweza kuwa anaweza kawa kila Mkristo au hata kanisa la Mungu kwa ujumla. Maana tunakumbuka kwamba sisi Wakristo, kila Mkristo tumebatizwa na kutumwa kutangaza Injili bila kusahau kuishi Injili. Halafu namna ya tano ya mtumishi wa Mungu ambaye alikamilika kabisa kuwa kwa namna ya pekee, huyo mtumishi wa Mungu ambaye alitabiriwa ni Bwana wetu Yesu Kristo, aliyegusa vipengele vyote vya utambulisho vilivyotajwa hapo juu. Ndugu zangu, ni fadhila gani ya huyo mtumishi wa Mungu mpaka akakubali akavumilia mateso hayo yote? Ni fadhila ya upendo ambayo imejificha ndani mwake. Anampenda aliyempeleka na anawapenda watu anayewahangaikia, anawapenda upeo watu anayewakomboa. Kwa mara nyingine, kumbe Ijumaa Kuu tunatumia tena rangi nyekundu kama tulivyoitumia kwenye siku ya Matawi, Jumapili ya Matawi, ili tumaanishe huo upendo wa Mungu Baba kwa ajili ya ulimwengu, kwa ajili ya wanadamu wote, mpaka akakubali kumtoa mwanaye wa pekee kwa ajili ya wokovu wa wanadamu wote. Tunakumbuka upendo usio na kipimo wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili yetu, mpaka kukubali kifo msalabani, kusulubishwa kwa niaba yetu. Asante Utatu Mtakatifu, asante Baba na Mwana katika umoja wa Roho Mtakatifu. Sisi wanadamu hatuna budi kujibu huo upendo. Hatuna budi kumpenda Mungu bila kujibakiza na kupendana kati yetu. Kwa nini wewe mwanadamu umchukie mwanadamu mwenzako aliyependwa na Mungu kiasi hicho? Sisi Wakristo hatuna budi kumpenda Mungu na pia kulipenda kanisa lake kwa matoleo na majitoleo. Tukifanya hivyo, thawabu yetu itakuwa kubwa mbinguni. Itakuwa thawabu ya watumishi wa Mungu waaminifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.